kwenye taasisi. Ukisikiliza alichouliza huyu mwanachama ni kiutaratibu, na sio kwenye klabu tu, ni taasisi nyingi. Auditing inafanywa na mtu wa nje, ndo anakuja kufanya auditing, kwa maana anakuja kufanya ukaguzi wa mapato na matumizi ndani ya taasisi husika, ndio. Swala ambalo yeye amelenga huyu mwanachama ni kutaka kufahamu kwa nini hayajafanyika. Yanafanyika, lakini inafanywa na watu wa ndani. Yani hakuna mtu ambaye yani auditor, kwa maana mkaguzi anayekuja kukagua sio mtu ambaye anatoka nje kama ambavyo utaratibu upo. Na yeye swali lake unapokuja kusema kwamba ameweka sana binafsi, nikauliza kwa sababu ni anaona kwenye utawala huu ndo hayo mabadiliko yapo. Kwa hiyo alikuwa anahitaji kufahamu kwamba kwa nini huko nyuma na kataja na kifungu kabisa cha katiba, si ndio? Kwamba kutokana na katiba yetu lazima auditor atoke nje aje kufanya auditing kwenye taasisi. Sasa inakuaje tangu wewe umeingia madarakani tunaona vitu vinafanywa na watu wa ndani tu? Unaona, kwa swala inawezekana kweli ameenda kumzungumzia yeye binafsi, lakini still alikuwa anatakiwa amjibu kwa nafasi yake kwamba yes, inawezekana shida yako ni mimi, lakini ili kwa nini tumebadili? Maana yake mpaka mtu anakuja kuhoji kwenye mkutano mkuu, maana yake hakuna taarifa ya mabadiliko ambayo watu wamepatiwa. Wanaona tu tayari taratibu zimebadilika bila wao kupewa taarifa yoyote. Na kama hivyo, maana yake inabidi pia waende wakarekebishe pia kwenye maandishi kwamba kwa sasa hivi utaratibu ni huu, na sio kwamba utaratibu upo lakini bado inaonekana unafanywa na watu wengine. Ndio maana kazungumza unafanywa na watu wa bodi ya bodi ya watu wa bodi, si ndio? Kwa hiyo bodi ya wakurugenzi ya klabu. Kwa hiyo mimi nadhani kilichojiwa kilikuwa ni sahihi, lakini labda ni namna ya kuchukulia, namna ilivyowasilishwa na namna ambavyo imechukuliwa. Lakini kiwalisia kwamba muuliza swali lilikuwa hiko sahihi. Swali lina logic na linahitaji kujibiwa.